na ninafurahi kwamba mmenitafuta wakati muhimu, lakini nafahamu kwamba leo chama changu kinakaa kamati kuu na baadaye makamu mwenyekiti wetu atapata fursa ya kuongea na taifa la ndani ya siku mbili hizi baada ya kikao cha kamati kuu. Lakini vile vile nimefurahi kwamba umeuliza swali muhimu sana. Nimekuwa kwenye mawazo usiku kucha baada ya kuona ile barua jana, na nimemtafuta Askofu Gwajima mwenyewe, lakini bahati mbaya sijaweza kumpata, lakini nimempelekea ujumbe wa kumtia moyo. Ujumbe wa kumtia moyo mkuu kabisa kwamba hii vita sio yake. Hii vita ni ya Mungu. Kabisa hii vita ni ya Mungu. Nilivyoona ile barua mimi nilijua haiwezekani. Nilijua haiwezekani serikali ikafunga kanisa, nyumba ya ibada kwa barua. Kwa mara ya kwanza nilikiwa mahakamani nilimpelekea Askofu Gwajima. Nikamwambia tafadhali naomba uniambie kama hii ni kweli, kwa sababu niliona nafikiri kwenye ukurasa wenu, baadaye mlifuta. Baadaye na mimi nilijaribu kuweka maneno lakini niliondoa baada ya kuona watu wengi pengine wametilia mashaka, lakini hadi nilivyokuja kuconfirm kwamba kanisa limefungwa kwa mchungaji kusema amri 10 za Mungu ndani ya kanisa, ilinishtua kidogo. Ilinishtua kidogo kwa sababu tunafahamu mtifuano umeanzia wapi. Mchungaji Gwajima alianza kuongea habari ya watu kutekwa, watu kupotea, na ni habari za kweli. Sisi tuna watu wengi wametekwa, tuna marafiki wengi. Tunafahamu tuna recent case ya Mdude, alitekwa nyumbani kwake. Uliona ile wingi wa damu uliokuwa pale, mpaka leo hatujui yuko wapi. Lakini mimi kwa hisia zangu naamini kabisa Mdude, Soka na wale vijana wengine wote walitekwa hawako hai. Kwa hisia zangu wale hawako hai. Naamini kabisa kwamba wale wameshauawa, kama ambavyo tu na hisia zangu kwamba Ben Sanane hawezi kuwa hai. Sasa huyu ni mchungaji, ni mtumishi wa Mungu. Amefika mahali amekerwa na haya mambo ya utekaji, mambo ya udhalimu, mambo ya watu kutekwa, kuuawa. Ni trend ya kawaida, kabisa. Mimi naweza nikaamka asubuhi nikaambiwa wewe uonekane, nikaanza kukutafuta alafu ikawa upatikane. Kuna kijana wetu anaitwa Kaswahili, mimi nimekuwa naye kwenye mkutano kama wa mwisho. Kaswahili hapatikani. Huyu alikuwa anaratibu mijadala ya Clubhouse inayofanyika hapa nchini, na hata mikutano ya Azhar ilikuwa ikifanyika. Kaswahili alikuwa anakuja kwenye mikutano yetu, ina record na kwenda kwenye Clubhouse moja kwa moja. Kaswahili hapatikani. Sasa hakuna kitu chenye thamani duniani kama maisha ya binadamu. Yani maisha ya binadamu mmoja thamani yake zaidi ya dunia nzima, zaidi ya proper za dunia nzima. Yani mtu mmoja maisha yake thamani yake ni ana bei. Binadamu ana price, ana price tag. Binadamu ana price tag. Hata kichaa ana price tag. Analala barabarani kabisa ambaye amepata uenda wazimu, ana price tag. Kwa hiyo hakuna kitu cha thamani kama maisha ya binadamu. Yani ili kuwepo na ulimwengu lazima awepo binadamu, na ili kuwepo na utawala na uongozi lazima kuwepo na binadamu. Kwa serikali yoyote iliyoko madarakani, wajibu wake wa kwanza wa kufanya kabla hujafanya wajibu wote mwingine huwa ni kulinda uhai wa binadamu. Kwa sababu haiwezi kuwepo, hiyo serikali yenyewe haiwezi kuwepo kama binadamu hawapo, kwa sababu serikali ipo kwa sababu ya watu. Sasa kila chochote kinachofanyika duniani kinafanyika kwa ajili ya watu, kinafanyika kwa ajili ya binadamu. Jambo lile la ugunduzi ni kwa ajili ya ustawi wa binadamu. Iwe ni kuboresha elimu ni kwa ajili ya ustawi wa binadamu. Iwe ni kuboresha afya ni kwa ajili ya ustawi wa binadamu. Iwe ni kujenga barabara ni kwa ajili ya ustawi wa binadamu. Kwa fundamental property, yani kitu muhimu ama kitu muhimu ama jambo ambalo ni sahihi kabisa kulilinda kwa gharama zote na nguvu zote ni maisha ya binadamu. Sasa huyu ni askofu anasema watu wametekwa. Swala msingi hao watu hawapo. Ni kweli watu wametekwa, watu wameuawa, watu wanapotea, na anasema vyombo vya ulinzi na usalama viko. Na anauliza, anahoja, anasema ikiwa vyombo vya ulinzi na usalama, na mimi nilioje nikasema ikiwa vyombo vya ulinzi na usalama avishtuki, yani kwa mfano mimi na mtoto wangu anapotea, alafu IGP Wambura ashtuki, mkurugenzi wa usalama ashtuki, CDF ashtuki, rais ashtuki, maana yake ni hatari sana. Kwa sababu kama kuna watu ambao wanatoka nje wanakuja kuua watu ndani ya nchi ama kuteka watu ndani ya nchi, maana yake lazima kutakuwa na concern. Na ndugu Gwajima anasema maana yake hiyo concern itakuwa ni kwamba
Je, hawa watu wakija kukamata watoto wetu itakuwaje? Huyu mtu amehubiri amri 10 za Mungu madhabahuni. Usiue, usimuumize jirani yako. Sasa inawezekanaje askofu kwanza anayesema anayehubiri habari ya usafi, habari ya utakatifu na habari ya uhai wa binadamu, inakuwaje huyu askofu anakuwa amefanya kosa la kisiasa? Yani kwamba kwa mfano ukiniuliza mimi, Gwajima hakupaswa kuwa viral kwa kukemea mauaji ndani ya kanisa lake. Hakupaswa kuwa viral. Gwajima hakupaswa, yani clip yako ikipaswa kuwa viral kwa sababu ndio kazi na wajibu wa kiongozi wa kidini kusema matendo mema ndani ya madhabahu yake na kukemea. Sa Biblia, kwa mfano wewe ni Mkristo, mimi ni Mkristo, Biblia imeelekeza kuonya, kukemea, kurekebisha na kufundisha. Mwalimu na mitume wamepewa mamlaka ya kuonya kwamba ukiona mambo yanaharibika, onya, kemea, rekebisha, nasema. Na ukikaa kimya utaulizwa kwa nini ulikaa kimya wakati mambo mabaya yanatokea. Sasa huyu ni mtumishi wa Mungu, anakemea mauaji na katika amri 10 za Mungu na usiue, anakemea watu kuuawa. Kwanza kinachoniogopesha mimi sio hata barua, kinachoniogopesha ni mimi, ni wananchi, umma unavyoshangaa mchungaji kukemea mauaji. Yani Gwajima anavyokuwa maarufu kwa kukemea mauaji. Actually ndicho kinachoniogopesha. Yani kwamba tumefika kwenye taifa ambalo kiongozi wa kidini akiongea wema inakuwa ni jambo la kwenda viral. Yani unajua maana yake nini? Maana yake wema uongewi na wema utekelezwi katika ulimwengu huu sasa. Ndio ile siku hizi unaweza ukaenda mahali mtu anakukaribisha, bana karibu bana. Unakunywa pombe? Mimi sinywi pombe. Wanataka kukupa girlfriend? Mr. girlfriend. Unasikia huyu jamaa anaishi wapi huyu? Yani unaonekana kama wewe kutokuwa katika msingi wa maisha yale. Huyu jamaa anaishi wapi? Mbona mshamba huyu? Huyu jamaa ni pombe, huyu jamaa achukui demu huyu. Huyu jamaa gani huyu jamaa? Umeona? Sasa ndicho unachokiona sasa kimeenda mpaka kwenye taasisi, kimeenda nchi nzima. Yani kwamba watu wanashangaa matendo mema. Yani kwamba mchungaji anakuwaje mashuhuri ama askofu anakuwaje maarufu kwa kukemea dhambi kanisani, na wakati ni wajibu wake kukemea dhambi, kukemea na kuonya na kufundisha. Yani askofu anasema usiue, inakuwaje ni issue? Yani askofu ametaja misingi ya kitabu ambacho anakiamini, inakuwaje ni issue? Mimi wasiwasi unaonikumba sio barua ya polisi. Wasiwasi unaonikumba ni kuwa na umma ambao na kuwa na serikali ambayo inaogopa kwamba wema ukiongewa ule wema unakuwa ni adhabu kwao. Kwamba mchungaji, askofu, nabii amesema kwamba msiue, msiumize, msiteke, msikandamize, fanyeni maisha ya watu kwa salama, lindeni watu. Alafu huyu mtu over suddenly social media zote nchi nzima, magazeti yote nchi nzima yanasema Gwajima amejilipua. Sasa mtumishi wa Mungu anapohubiri neno la Mungu anajilipuaje? Mtumishi wa Mungu anapohubiri neno la Mungu ajilipui, anahubiri neno la Mungu na hapaswi kuwa msingi wa majadiliano, kwa sababu amesema wajibu na kazi yake. Sasa hichi kimeniogopesha zaidi. Maana yake ni kwamba dhambi na ukiukwaji wa masuala ya haki za binadamu ya kawaida imekuwa too fundamentally kiasi cha kwamba mpaka watu wanaanza kuona aibu kutenda matendo mema. Sasa nilipoona ile barua niliconfirm baadaye usiku, niliamka nikaona, na sikuweza kulala tena. To be honest, sikuweza kulala tena. Nikaona Gwajima anasema tumevamiwa. Nikaona zile purukushani sio za mabomu ya machozi. Baadaye nikaona statement ya Muliro kwamba wamefunga kanisa. Sasa swali la msingi linakuja ni kwamba ambao hatari naiona ni kwamba serikali inaweza ikafanya hivyo kwa Katoliki, kwa kanisa la Katoliki. Serikali inaweza ikafanya hivyo kwa Anglican. Serikali inaweza ikafanya hivyo kwa KKT. Yani serikali inaweza ikafanya hivyo kwa BAKWATA, yani kwamba shehe mmoja wa BAKWATA tuseme amekosea, serikali inaweza ikafunga misikiti yote nchi nzima. Serikali haiwezi kufunga misikiti nchi nzima. Serikali haiwezi kufunga Roman Catholic. Yani maneno anaosema Gwajima na maneno anaosema maaskofu wengine ya kukemea mauaji, ya kukemea ukatili yana tofauti gani? Ila Gwajima amesema kwa sauti kubwa
a punching voice. Wamesema wameleta siasa kanisa. Nani kakwambia kanisa sio mahali pa kuongea ukweli? Kwani yani nani anatem sasa hiki kinatakiwa kuongea kanisani, hiki kisiongee kanisani? Basi kama wanajua Mchimbi sasa katibu mkuu ama Makala aache kufanya ziara, aende akapewe akaongee. Yani nani anapangia watu cha kuongea kanisani? Yani wewe, yani mimi ninapokwenda kanisani, kila mtu anapokwenda kanisani, tena kwa mujibu kwa imani ya Kikristo, anaongozwa na Roho Mtakatifu nini cha kusema katika mahubiri. Ndio sababu maombi yanakuwa, Bwana naomba uniongoze, unipe neno kwa ajili ya watu wako waliokuja hapa. Sasa wanavyosema ameleta siasa ipi? Gwajima amekemea mauaji, amekemea utekwaji. Hilo ni neno la Mungu. Huo ni utumishi wa Mungu. Gwajima hajaomba bangi ipunguzwe bei ama iruhusiwe kuuzwa. Hajaomba madawa kulevya. Amekemea mauaji, amekemea utekwaji, amekemea uzalimu, anakemea vikundi ambavyo havionekani, na anasema polisi wawajibike. Na mimi nasema polisi wawajibike. Kama watu wanatekwa, wanauawa, alafu wahalifu washikwe, hili jambo linatoka wapi? Na polisi wanapaswa kuogopa. Actually Gwajima amehubiri Injili. Na kumbuka Kristo alivyokuja, na Wakristo wanatakiwa wajue hii. Kristo alivyokuja hakuja tu kukemea mapepo. Kristo alikuja kugombana utawala. Na aliyempeleka Yesu msalabani alikuwa ni Herode. Herode alikuwa ni mtawala. Kristo hakushikwa na majini ama na mashetani. Kristo alikuja kupigana na watawala. Na ndio maana alisema sikuja kutengua Torati, lakini nimekuja kuitimiza Torati. Torati manake kulikuwa kuna sheria zinazoendesha ulimwengu ambazo zilikuwa fulfill maisha ya binadamu. Hasa kwa mujibu wa neno la Mungu, kwa mujibu wa neno la Mungu ndio kwa Kristo anasema kwa maana ya Mungu jinsi yake upenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Hasa Kristo sasa, ambao sisi wa Kristo tunaamini, akavaa mwili, akaja kuapply new rules katika ulimwengu ambao ulikuwa na sheria. Na ndio maana Mafarisayo, Masadukayo na wanasheria ndio walikuwa wanagombana na Kristo. Sababu alikuja ku apply new norms, utaratibu mpya kabisa ambao Torati ilikuwa inaushangaa. Kwa mfano wakati wa Torati ilikuwa ikifika Jumamosi, ukisoma Biblia siwezi kwenda Torati ilikuwa na masharti. Torati ilikuwa inasema mtu akikutwa na anazini apigwe mawe mpaka kufa. That was a law. Ilikuwa ni sheria. Kristo alipokuja akasema sikilizeni nyie. Alitoa kesi moja mama mmoja kwenye Biblia. Akasema yoyote ambaye anafikiri msafi kuliko mama basi awe kwanza kumpiga wale watu watotanyika. Alikuwa anakwenda against the laws. Kwa mtumishi wa Mungu, kazi ya utumishi wa Mungu sio kuimba tu mapambio, ni pamoja na kuiguide serikali na kuirekebisha serikali. Ndio maana enzi za Torati wafalme walikuwa wanakwenda kwa makuhani na manabii kuchukua hekima. Ukisoma Biblia, kama ni msomaji wa Biblia utaona. Lakini sasa hivi imekuwa tofauti, ni wafalme ni makuhani wa Injili wanakuwa machawa na wapambe wa watawala. Kwa Kristo Gwajima amefanya kazi ya kuhubiri Injili. Kwa hii biashara kwamba usichanganye siasa na dini, amini ni neno tu ambalo sijui lilitokea wapi, lakini kimsingi ni kwamba dini ni nini. Gwajima amesema dini gani? Hakuna dini. Gwajima hajalazimisha Waislamu kuwa Kristo. Gwajima hajalazimisha watoto wadogo wafanye zinaa. Gwajima amekemea mauaji, amekemea utekaji, anataka serikali iwajibike. Sasa hii ndo Injili. Hii ndo Injili sawa sawa. Hii ndo habari njema. Habari njema ni kwamba Gwajima anasema kuna utekaji unaendelea, watu wanauawa, watu wanapotea, watu wanaumia, kuna ufisadi. Haya mambo yachukuliwa hatua. Sasa unamfungia kanisa. Sasa swali moja. Kama kila taasisi let's assume kwamba kuna matatizo. Hakuna matatizo hata dakika moja. Hakuna tatizo hata moja. Katika hotuba zote za Gwajima amehubiri Injili takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi nataka kusema, let's assume kuna tatizo. Hiyo Injili umekuwa tatizo. Let's assume kuna tatizo. Je, Gwajima akifanya kosa na umefikiri kuna kosa, hivi ndivyo ambavyo unalitreat kosa? Yaani kwa mfano akatokea mwenyekiti wa Chadema kanda ya kati
akaongea jambo lolote lile, utafuta chama cha siasa? Kwa sababu mwenyekiti wa tawi la Chadema kule kanda ya kati Dodoma, labda mtaa unaitwa Kalangalala, ameongea jambo fulani ambao ni against na reality. Gwajima ndio kiongozi wa kanisa hili na ndio mmiliki wa kanisa hili. Ni kiongozi wa kanisa, ila kanisa lina utaratibu wake. Kanisa ni taasisi. Maana yake kuna mchungaji msaidizi. Kama Gwajima ana makosa amefanya yanaotosha kufungiwa kanisa, maana yake ana criminality, kuna nini, maana yake katika maneno yake kuna uhalifu. Sasa uhalifu maana yake anashtakiwa kwa maneno yake, anapelekwa mahakamani. Sasa unafungaje kanisa alafu unamwacha Gwajima bila makosa? Yaani kama umepata kesi ya kufunga kanisa, maana yake umepata kesi nyingine mbaya zaidi, uhalifu mwingine. Mbona umkamati, umpeleke polisi, umpeleke mahakamani, umshtaki? Yaani kama unaweza ukalifunga kanisa kwa makosa aliyofanya Gwajima, cha kwanza ilikuwa unamshtaki Gwajima kwanza kwa makosa aliyofanya. Kama ni maneno ameongea, nao maneno yamehatarisha, labda yamehatarisha hicho unachokisema wewe kwamba amechanganya siasa na dini, maana yake atakayekwenda kudefine hiyo sio wewe msimamizi. Maana yake ni kwamba polisi itamkamata, itapeleka kesi kwa mwendesha mashtaka wa serikali, alafu atapeleka ile matters mahakamani. Alafu ukishapeleka ile matters mahakamani, mahakama itaamua. Na mahakama ikiamua inaweza ikaona bana hii taasisi ni risk, sababu ile ni organization, kanisa ni organization. Ndio nikasema kwa mfano Askofu Bagonza anaikosoa serikali kila mara juu ya haki za binadamu. Katoliki wanaikosoa serikali kila mara kwa haki za binadamu. Serikali hii inaweza ikafungia ile kanisa. Sasa hatari, hawezi kufungia Katoliki, hawezi kufungia Lutheran Church. They cannot do that. Na mimi nasoma kwenye magrupu mbalimbali. Mimi na communicate na watu mbalimbali, wengine ni viongozi wa dini. Kuna hiyo feelings ya kwamba hili jambo linawezekanaje. Sasa maana yake unaiambia taasisi zote za dini kwamba kuanzia leo you should not suppose kuongea masuala yoyote yanayohusu haki katika madhabahu yako, hasa haki ambayo inakinzana na matakwa ya serikali. Yaani maana yake serikali wakifanya jambo lolote baya huruhusi kuongea. Yaani maana yake kiongozi wote wa dini kuanzia sasa haruhusi kuongea kwamba kanisa lake litafungwa. Sasa maana yake nini? Maana yake unaongelea madhehebu ya Kipentekoste na madhehebu mengine yote ya Kikristo yakae kimya. Sasa swali moja, ukimya una maana gani? Ukimya utakwenda kuzaa mgogoro wa udini. Kanisa linafungwa bila sababu yoyote ya msingi. Nakumbuka mgogoro umeanza na ukafika mpaka bungeni. Umefika mpaka bungeni mgogoro, na majibizano yakaanza kule bungeni. Wakafungulia kule bungeni, majibizano yakawa makali sana. Ikafika wakina Tarimbo ndio walivyoongea kwamba mtu mwenye uchungu na watoto ni familia za viongozi peke yake. Hakuna mtu ambaye ana uchungu na mtoto, hata kichaa ananyonyesha mtoto barabarani na uchungu na mtoto. Sasa hii hatari yake ni nini? Na mimi naiona hatari yake ni kwamba kwanza hawatafanikiwa. Wakifanikiwa kufunga kanisa, hawatafanikiwa kufunga nguvu za Mungu. Ninaonea huruma sana watu waliofanya hicho kitendo. Wataumizwa sana na nguvu za Mungu, na wanakotaka kufika kama hiyo kelele, kama wanataka kuzuia kelele ya haki, mawe atasimama, atapiga kelele. Mimi nawaonya kwamba wamefanya kitu kibaya sana na kitu cha laana sana. Uweze kufunga nyumba ya ibada kwa sababu mtu amekemea mauaji, mtu amekemea ukatili, mtu amekemea utekaji. Huyu mtu amefanya injili ya Kristo, amefanya injili rasmi. Na nasema tu kwamba hao waliofanya hivi wote, kuanzia aliyekaa kikao, aliyepanga mpango, aliyetekeleza, watakutana na adhabu ya Mungu. Na John utaniambia, weka iko kumbukumba maneno yangu. Sema kuna idea hapa kwamba neno la Mungu, mtu amepata wito kutaka kuhubiri neno la Mungu, registration ya inakuwa na mata kiasi gani? Dunia yote inaongozwa kwa sheria na utaratibu. Usingeweza kuacha mambo yaende randomly tu bila kuwepo na utaratibu. Swala msingi hapa linakuja ni kwamba katika maneno ya Gwajima, kama ni maneno strong kwa kiasi hicho mpaka kanisa lifungwe, maana yake Gwajima alitakiwa apewe kesi ya uhaini. No, wait. Jamani, maneno ya Gwajima tumeyasikia. Ama nyie mmesikia maneno tofauti niliyosikia mimi? Nimesikia anakemea mauaji. Nimesikia anakemea utekaji. Nimesikia anataja idadi ya watu waliotekwa wakiwemo wanachama wetu. Hajasema uongo.
Amemtaja Soka, amemtaja Mdude, amemtaja Medi, amechukuliwa kwenye gari, ameenda ameuawa. Huyu mtumishi wa Mungu anasema haya mambo yakome. Na polisi msio comfortable, vyombo vya ulinzi na usalama msio comfortable. Huyu amehubiri neno la Mungu kwa wakati sahihi. Actually Gwajima amechelewa. Mimi siku nimemsikia ameongea yale maneno niliongea naye, nikamwambia nakushukuru umepiga kelele, lakini nakulaumu. Nilimwambia mimi Gwajima, lakini nakwambia nakulaumu kwamba pengine ungeongea miezi 8 iliyopita Mdude asingeuawa. Pengine ungeongea mwaka mmoja uliopita Soka na Medi wasingepotea, ama Medi asingeuawa. Nasema umechelewa. Nikamwambia lakini hata hivyo, pamoja na kuchelewa, nataka nikupongeze ya kwamba angalau umeongea. Lakini nikamwambia hujafanya jambo la maana, hujafanya jambo la kutisha. Umefanya kazi ya mwinjilisti. Mtumishi wa Mungu kukemea mauaji afanye kitu cha maana, anafanya kazi ya uinjilisti. Na ndio maana hata Gwajima kwenda viral kwa sababu amekemea mauaji, ni kwa sababu nchi ina shida ya haki. Yaani manake nchi imeamini katika nchi hii imeamini katika uhalifu. Kuna sadism spirit. Watu wamekuwa na sadistic spirit. Yaani kiasi cha kwamba eti mtumishi wa Mungu anakemea mauaji, unasikia bwana umemsema Gwajima huko, ameharibu mbaya kabisa. Ameharibu nini? Huyu ni mtumishi wa Mungu. Amesema usiue. Ni amri 10 za Mungu. Usiue. Usimshuhudie jirani yako uongo, usitamani mke. Yaani mchungaji anaposema usitamani mke wa jirani yako, usishuhudie jirani yako uongo, usiue, usizulumu, usinyanyase watu, usiwe mnafiki. Mchungaji anakuwaje viral kwa kusema maneno yake? Yaani mchungaji anakuwaje viral? Yaani Gwajima amesema injili ya kawaida kabisa ya Kristo kanisani. Sasa swali la msingi sana. Kwa nini mchungaji anaadhibiwa kwa kuhubiri injili? Kwa nini mtumishi wa Mungu anaadhibiwa kwa kuhubiri injili? Na kama shida ni kuhubiri injili, ile kanisa lina matawi, labda matawi 1000 2000 nchi nzima. Nilivyosikia siku moja anaongea. Swali moja, kwa nini unafunga kanisa lote nchi nzima? Wale waumini wale, kuna wazee wa kanisa pale, kuna mashemasi, kuna pasta msaidizi, wangeweza kuendelea na ibada, na wanaendelea na kazi ya ibada na maombi ambayo yalikuwa yametangazwa jana. Alafu Gwajima kama katika maneno msiue, ni neno ambalo sasa limekuwa ram katika nchi hii. Unachokifanya nini? Bana, tunakushtaki kwa hili neno ulilosema watu wanatekwa, watu wanauawa, watu wanapotea. Haya maneno uliyosema katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bwana Gwajima, haya maneno ni makosa na ni kuchanganya dini na siasa. Wampeleke nao mahakamani wa maneno. Lakini hawezi kufungia kanisa. Swali moja nataka kuambia hivi, hayo maneno yangekuwa yamesemwa. Yaani hayo maneno wanasema Wakatoliki wanapotoa waraka zao. Wanasema Wakatoliki, wanasema KKT, wanasema Askofu Shora, wanasema Bagonza, wana uwezo wa kufungia kanisa. Sasa hii wanafikiri ni jambo dogo. Nimeangalia jana wale waumini kwenye video. Unaona ile pain. Wana radicalize watu bila kujua wana radicalize watu. Kwa radicalize wa Kristo, na baadaye unaweza ukaanza kujenga chuki kati ya Wakristo na dini nyingine unnecessary. Sababu ukiangalia matukio yanavyokwenda, kuanzia wamemkamata Lissu, hao watu wa Kenya walivyokuwa wanatoa testimony ya jana, wakina Boniface Mwangi wanavyoelezea, ukaangalia jinsi anavyoitreat chama chetu, ofisi ya msajili inavyotreat chama chetu na kufanya masuala ya kisiasa, unaangalia jinsi sasa wameingia na kanisa, unaona kuna jambo hapa ambalo ni kiroho, nasema kuna divine blindness, kuna upofu wa kimungu. Wanafikiri wanafanya kitu cha maana, lakini wanakwenda kugota na kuhakikishia kwa hicho alichokifanya. Aliyepanga, aliyetuma, aliyetekeleza, watajua iko nguvu ya Mungu.